kusubiri wasaa wa Mheshimiwa Waziri Mkuu kuweza kutoa salamu za rambirambi, pole kwa familia na kwa waombolezaji. Dr. Fredrick Shaw, mke na watoto wa marehemu Dr. Reginald Mengi, Mheshimiwa Job Ndugai, Spika wa Bunge letu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Bashiru Ali Kakurwa, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Martin Gonga, Spika wa Bunge la Afrika Mashariki, Mheshimiwa Fredrick Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro kwa pamoja na wakuu wa mikoa wote, waheshimiwa viongozi wa dini, natambua uwepo wa mababa askofu wastaafu na viongozi wote wa dini kwa madhehebu mbalimbali, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa wabunge wenzangu mlioko hapa, natambua uwepo wa Mheshimiwa Freeman Mbowe, mbunge wa Hai na ni kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni, viongozi mbalimbali wa serikali wa vyama vya siasa mlioko hapa, viongozi wa serikali ambao pia mko hapa, ndugu, jamaa na marafiki. Natambua pia uwepo wa watumishi wa IPP Media, wanahabari, waombolezaji wote, mabibi na mabwana, Bwana asifiwe sana. Ndugu waombolezaji, kama ilivyotokea kwa wengi miongoni mwetu, binafsi nimepokea kwa mshtuko na majonzi makubwa taarifa ya kifo cha baba yetu, mzee wetu Dr. Reginald Abraham Mengi, aliyekuwa mwenyekiti wa makampuni ya IPP, kwa kifo kilichotokea tarehe 2 mwezi Mei mwaka huu huko Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu. Msiba huu leo hii nimekuja kwako, mke na watoto wa marehemu, ndugu na jamaa na marafiki na wote ambao kwa namna moja au nyingine wameguswa na msiba huu, wa Tanzania wote. Nimekuja na salamu zenu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na salamu za pole kutoka kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote wanawaombea sana, lakini wanawapa pole kwa msiba huu mzito na msiba huu wa kitaifa ambao pia mzee wetu mwenye historia nzuri na ndefu ametutangulia mbele za haki. Tukio hili na msiba huu kwetu ni msiba mkubwa, mzito, kwa kumpoteza, na wala sio kupoteza tena kama ambavyo baba askofu mkuu kasema, kwa kuondokewa na mmoja wa watu wazalendo kabisa
kuwahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupa nguvu na subira na kutuongoza kumsindikiza mpendo wetu katika nyumba yake ya milele. Ndugu waombolezaji, hakuna Mtanzania asiyejua mchango uliotolewa na maisha ya wenzetu wasiokuwa na uwezo na wenzetu wenye mahitaji maalum. Ndugu waombolezaji, sikia na tunashuhudia yakisemwa na kila Mtanzania anayehojiwa kwa namna yake, namna alivyoguswa au kumfahamu vizuri Dr. Mengi kwa yale aliyotenda katika nyanja mbalimbali hapa nchini, hata kwa serikali pia. Tunayatambua aliyoyafanya, tunayathamini anayoyafanya, na tutaendelea kuyaenzi yote aliyotenda. Na hiyo ni dalili kuwa tunatambua mchango wake. Ndugu waombolezaji, pamoja na salamu za Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, kwa huzuni sana, leo asubuhi ametamka maneno yafuatayo nilipokuwa na muaga kwamba sasa naenda mkoani Kilimanjaro kumzika mzee wetu. Anasema, nakumbuka sana na nimeumizwa sana na tukio hili na nilitamani niwepo mazikoni. Nilipofiwa na dada yangu marehemu Dr. Mengi alikuja nyumbani kwangu Chato kunifariji. Kwangu ni pengo kubwa kwa sababu marehemu alikuwa nampenda sana na alikuwa anapenda mara kwa mara kuzungumza nami kwa njia ya simu, lakini pia hata kwa mjadala wa uso kwa uso na kunishauri katika kusimamia uchumi na sekta ya biashara hapa nchini. Lakini pia anakumbuka sana na kuthamini sana mchango wa marehemu kwa kitendo chake cha kuwahudumia na kutoa chakula kwa wananchi wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Rais katika hili anatoa wito kwamba marehemu Dr. Mengi ametuachia funzo, na hususan kwa jumuiya ya wafanyabiashara kwamba tujifunze kuishi kwa kuthamini maisha ya wenzetu wasiokuwa na uwezo na wenzetu wenye mahitaji maalum. Ndugu waombolezaji, tutakumbuka sana Dr. Mengi kwa kitendo chake cha kutuachia tabia nzuri ya kuchukia umaskini. Bila shaka kila mmoja wetu ameguswa na namna kipekee na mchango wa Dr. Mengi, na kiukweli marehemu Dr. Mengi atakumbukwa kama mwanahabari, mwana viwanda, mfanyabiashara maarufu ambaye pia alitumia elimu yake, maarifa na utajiri wake kwa ajili ya manufaa ya wote, hususani kwa wasiokuwa na uwezo na watu wenye mahitaji maalum. Ndugu waombolezaji, ama kwa hakika yako mengi makubwa na muhimu sana ya kumzungumzia ya marehemu Dr. Reginald Mengi. Dr. Mengi alikuwa ni mtu muungwana, msikivu na mpenda amani na mwenye moyo wa kusaidia wengine. Katika baadhi ya matukio makubwa ambayo binafsi yamenigusa sana ni kitendo cha Dr. Mengi cha kupata chakula na watu wenye ulemavu tangu mwaka 1990. Mwezi Februari mwaka jana 2018, Dr. Mengi alipata kunialika kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee kwa ajili ya kupata chakula cha pamoja akiwa na mke wake na wenzetu wa jamii ya watu wenye ulemavu. Aidha, wakati wa mazungumzo yetu nilimshauri afikirie suala la kuunda chombo cha kusaidia walemavu zaidi ili Watanzania wengine wapate fursa kumsaidia pia Dr. Mengi kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum. Na chombo hicho tukapendekeza kiitwe Dr. Reginald Mengi Persons with Disability Foundation, chombo ambacho tayari kimeanzishwa. Ndugu waombolezaji, bila ajizi,
Bila ajizi, Dr. Mengi aliufanyia kazi ushauri ule. Mwezi Septemba mwaka jana 2018 alinialika tena kuzindua taasisi hiyo katika hafla iliyofanyika hoteli ya Serena, Dar es Salaam, na marehemu Dr. Reginald Mengi alifanya hayo yote kwa ajili ya kuunganisha juhudi za watu mbalimbali pamoja na serikali katika kuwahudumia jamii yetu ya watu wenye ulemavu hapa nchini. Dr. Mengi ametoa mchango mkubwa sana serikalini pia, na sisi kama serikali tunatambua mchango wake, na hasa alijikita katika kukuza uchumi wa nchi. Aliunga mkono kwa vitendo sera ya uwekezaji kwa wazawa na hasa viwanda. Alikuwa kiongozi anayeongoza taasisi ya sekta binafsi kama mwenyekiti na mabaraza ya biashara hapa nchini na kwa ngazi ya Afrika Mashariki. Alikuwa kiongozi wa vyombo vya habari katika kuhabarisha umma na kuelimisha umma ili uweze kujua jitihada mbalimbali za serikali lakini na matukio mbalimbali duniani. Alikuwa mlezi wa timu za michezo za taifa. Nakumbuka kwa mara ya mwisho amekuwa mlezi wa timu yetu ya Serengeti Boys ambayo imemaliza michezo hivi karibuni. Lakini pia alikuwa akichangia sana vikundi, taasisi mbalimbali kwa michango mikubwa. Na mimi kwa mara ya mwisho mwezi mmoja uliopita nilikuwa hapa. Tulikuwa kwenye shule moja ya sekondari ya watoto wenye mahitaji maalum. Dr. Mengi tulikuwa nayo, na kwa namna alivyoguswa na watoto wale wenye mahitaji maalum, wenye ulemavu wa aina mbalimbali, na kanisa lile lilikuwa naendelea kujenga majengo yake. Dr. Mengi alipoguswa alitamka kuchangia bilioni 1 ili kukamilisha ujenzi pale wilayani Hai. Ile shule inaitwa St. Parochial Exclusive Secondary School iko pale wilaya Hai. Lakini yako mengi ambayo pia yamezungumzwa na walio wengi, na naamini kila Mtanzania anajua, siwezi kuyarudia hapa. Hakika sote tuendelee kuona kwamba Dr. Mengi ametuachia mambo ya kuyaenzi. Na mimi nizungumze kwa familia, kwa mchango huu ambao umetoa serikalini, na natambua mahusiano yake binafsi na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amekuwa akimwalika kila tukio la wageni, mikutano ya pamoja na mazungumzo yao. Jukumu la sisi wasaidizi ni kutafasiri mahusiano thabiti yanayofanywa na serikali na watu mbalimbali akiwemo Dr. Mengi. Nataka niwape faraja wanafamilia, mke na watoto na ndugu wa karibu. Dr. Mengi ni muasisi wa viwanda nchini, muasisi wa wafanyabiashara mbalimbali nchini. Kampuni zake zina heshima kubwa nchini, Afrika Mashariki na Afrika yote. Tunatamani wa Tanzania tuone mkiyaendeleza. Na mimi nataka niwahakikishie wanafamilia, pale ambako mtapata matatizo yoyote juu ya uendeshaji wa makampuni yenu, serikali itawaunga mkono. Na katika kuhakikishia hili, leo nimekuja na mawaziri hapa. Waziri wa uwekezaji Mheshimiwa Kairuki, waziri wa viwanda Mheshimiwa Kakunda, waziri wa ardhi Mheshimiwa Lukuvi, waziri wa mifugo Mheshimiwa Mpina. Hawa ni watu ambao wanafanya kazi za karibu na shughuli alizokuwa anazifanya marehemu. Kwa wanafamilia, endelezeni shughuli zote za Dr. Reginald Mengi, ikiwa ndio njia ya kumuenzi Dr. Mengi. Kwa niwaambie tu kwamba hata uundwaji wa kile chombo ni ushauri ambao rais wetu aliuona akiwa anapitia television, akanipigia simu akaniambia, mshauri Mheshimiwa Mengi, hiyo kazi ameifanya miaka yote, hatujaona mtu yote akimuunga mkono. Ni vyema aunde chombo sasa Watanzania nao wapate fursa ya kuchangia. Kwa nitoe ujumbe kwa Watanzania,
wafanyabiashara, wakulima na yeyote mwenye uwezo kuendeleza utamaduni, mapenzi aliyokuwa nayo marehemu kwa watu wenye ulemavu, ya kuwaita pamoja, kuwapa neno la faraja, lakini pia kuwasaidia chochote kulingana na mahitaji yao. Kazi nzuri iliyofanywa na Dr. Mengi ambaye leo ametutangulia mbele za haki. Mfuko ule unakuwezesha na wewe chochote ulicho nacho kuweka hapo, ili familia iendelee kuendesha mfuko ule na matukio ambayo marehemu amekuwa akiyafanya. Serikali itaendelea kuchangia na tulishachangia katika uzinduzi milioni 10 ambazo tayari ziliwezesha mfuko kuanza kazi yake. Hiyo yote ni kuwapa tu amani kwamba serikali iko na nyie. Endeleeni vizuri. Baada ya hapa mtulie, endelezeni mambo yote. Kikwama mje, ofisi ya waziri mkuu iko wazi, ofisi ya mawaziri iko wazi. Hata kama mnamtaka rais, tutawapeleka kwa rais na atawapokea. Ndugu waombolezaji, tumeyazungumza haya yote, lakini kifo ni swala lisiloepukika katika maisha ya mwanadamu, na kila mtu lazima atafuata njia hii katika uso huu wa dunia. Kwa msingi huo, napenda kumalizia kwa kunukuu kauli ya Mheshimiwa Benjamin Mkapa, rais mstaafu wa awamu ya 3 wa Tanzania, aliyoitoa kufuatia kifo cha Dr. Mengi kwamba namna nzuri ya kuenzi maisha ya Dr. Mengi ya kujitolea kwa ajili ya jamii ni kuendelea kuwa waungwana katika kutekeleza majukumu yetu, kwani swala la kupambana na umaskini na kusaidia watu wenye ulemavu, mafanikio yake hayamo katika mikono ya serikali pekee. Hivyo kila mmoja analo jukumu la kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kwamba anajikwamua na umaskini na kuwasaidia wale wote wenye mahitaji maalum. Ndugu waombolezaji, katika mazingira haya ya majonzi, huzuni na maumivu ya kumpoteza mpenzi wetu, ya kuondokewa na mpendo wetu, ninawasihi tuendelee kushirikiana na kumwomba Mwenyezi Mungu atupe subira. Niwasihi sasa mke na watoto wa marehemu na ndugu wa karibu wa marehemu Dr. Mengi kuwa watulivu katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na mpendo wetu. Kadhalika kila mmoja tulioko hapa na Watanzania wote, kadiri ya imani yake, aendelee kumwombea Mungu aipumzishe roho ya marehemu Dr. Rigna Mengi kwa amani. Amina. Asante sana. Waziri Mkuu